Pili ambayo imesheheni mikasa ama simanzi katika kaunti mbalimbali. Tuanze na yaliyojiri kaunti ya Kisii ambapo watu 5 wamefariki na wengine 3 kujeruhiwa baada ya jengo la ghorofa 3 lililokuwa likijengwa kuporomoka katika mji wa Suneka, kaunti hiyo ya Kisii. Idadi kamili ya watu waliokwama ndani ya jengo hilo bado haijathibitishwa. Kamishna wa kaunti katika eneo hilo Joseph Kibet anasema shughuli za uokoaji bado zinaendelea. Huyu hapa mwanahabari wetu Tilio Marco na kina cha taarifa hiyo. Haya ndiyo mabaki ya jengo la ghorofa 3 lililokuwa chini ya ujenzi ambalo liliporomoka katika mji wa Suneka, kaunti ya Kisii na kunasa idadi isiyojulikana ya watu. Watu 5 tayari wamethibitishwa kuaga dunia, huku wengine 3 wakiuguza majeraha na wanatibiwa katika hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya Kisii. Idadi kamili ya watu walionaswa kwenye vifuzi vya jengo hilo haijabainika, huku shughuli za uokoaji zikiendelea. Mwakilishi wa wadi wa sehemu hiyo John Ombati amesema baadhi ya waathiriwa waliokuwa wakifanya kazi ya ujenzi wa nyumba hiyo wanadai kuwa vifaa duni vya ujenzi vilikuwa vikitumika. Ile chuma ametumia, sile chuma ametumia ni Y12 peke yake. Y12 inasimamisha ghorofa ya nyumba ya kwenda ghorofa 3 pande nchi gani? Kenya hii huwezi tumia Y12 kusimamisha nyumba. Kwa hivyo ndiye imefanya bila tuniangalia zile materials zimetumika kwa kujenga, ndio zimefanya hii nyumba imeanguka. Jengo hilo liliangukia nyumba na majengo ya kibiashara ya karibu, lakini hakuna mtu aliyejeruhiwa. Wakazi pia wanasema ujenzi wa jengo hilo ulikuwa umekwama kabla ya mmiliki wake kurejea ujenzi kabla ya kisa hicho kutokea. Huyu mtoto ni mtoto wa ndugu yangu ambaye anaitwa Poas. Nimesemekana ya kwamba alikuja hapa kuchukua pesa ambayo alifanyia kazi ya matofali ambayo alifanya kazi jana. So punde tu hiyo ghorofa ikaanguka. Huyo ni bwanangu, alikuwa hapa ndani, alikuja kuchukua pesa na leta matofali huku. Ndio nimesikia saizi eti hiyo ghorofa imeanguka. Tilio Marco, Darubini Wikendi.